Hiyo goma linaosema kwamba aliyetumwa katumika, hilo goma linaitwa aliyetumwa katumika. Asha alikuwa kule, Ashura nilikuwa naye huko. Asha yupo kule Morogoro kule, Ashura nilikuwa naye huko. Kwa hiyo tumwa katumika. Kwa hiyo Ashura akamtuma Asha. Sasa Asha kapigika. Sasa mwambiani ule mtoto wa Mudi, mwambia Asha huko kapigika. Yule Ashura kule atajijua yeye mwenyewe. Tumwambie yule Ashura, kila mmoja katika michezo miwili iliyobakia, kila mmoja ashinde ya kwake. Ashinde? Kila mmoja ashinde ya kwake, kwa sababu leo kwanza ilikuwa kama fainali, kwa sababu toto la Mudi, yani lile Ashura ambalo liko Morogoro kule, lilikuwa nategemea mchezo mimi nipoteze, alafu kule lishinde, alafu liseme kila mmoja ashinde michezo yake, lakini mpaka sasa fainali imeshaisha. Na mimi najiuliza wafunga madishi nifungaje Mwanza kule? Na mimi nilimwambia mfunga madishi kelele mwisho Mwanza, ukija huko nani huko Zanzibar huko unakuta wananchi wanapepea kaka kumbe tunaona mimi mfunga madishi hawezi kunifunga mara mbili mfululizo, na mimi mfunga madishi hawezi kunifunga mara mbili mfululizo, kwa sababu ukiangalia alivyojitutumua juzi kule, naona miguu yote imeishia Mwanza kule. Mimi nilimwambia mimi ni askari nilopigwa risasi za kichwa, sikufa, nimeoshwa hospitalini, risasi zimetolewa, narudi msituni. Mfunga madishi huyu, na siku zote katika maisha yako simkabe muuza visu. Unamkaba muuza visu, afu siku ya kwanza ya pili ya tatu unakwenda kupita kiwambazani kwa muuza visu. Angalau nitamfanya ndani huko, ninampa kibajaji huko. Nimesikia kati unaongea na simu hapa, unasema unatafuta tu 5000 ukalewe. Kaka baba, leo ni mwendo wa kubanjuka. Nilimwambia rafiki yangu yeye anasema atakuondoka sasa hivi. Nikamwambia mimi naenda kukesha popo man, mimi siwezi kurudi kaka. Kwa hizi jamani, narudije mimi jamani? Mimi narudi kesho kaka. Kaka, ulikuwa una pressure yoyote kwamba amekufunga mechi ya kwanza, mechi ya pili unakutana naye tena? Kwa sababu mimi nimefuta historia ya Yanga tangia izaliwe mwaka 1935. Haijawahi kufungwa na timu hiyo mbili hiyo moja mara mbili mfululizo. Na mimi nipo kama mwanajeshi, ukinipiga za vichwa jiandae. Sasa nilipotoka Mwanza nikawa na hasira mimi mpaka niliojeruhiwa. Nikawa najiuliza mtoto huyu nani mfunga madishi? Umenipigaje hapa Mwanza hapa? La mimi nikasema nitakwenda kukuuliza. Kwa sababu kwanza ile kombe la shirikisho ile, kwanza kafu ashalitoa. Sasa kule kashanitoa kule. Nikamuuliza vipi utamweza? Kaambia nitamweza. Sasa naenda kuuana wauza juisi watupu Asha na Ashura sio ataenda kuuana huko. Sasa mimi nalitaka kombe la Golden Dnf ligi ya mabingwa. Mimi nalitaka mimi. Na mpaka sasa hivi Yanga bingwa. Yaani mpaka sasa hivi kiniuliza hapo vipi? Watoto wa Mudi tayari washakubali kule. Waambieni watashindana lakini hawatoweza. Ndio kombe la Golden Dnf ninalo mimi. Hata TFF akamwambia muda wote na saa yote tukalichukue pale TFF kaka. Kwa ambia utoto umeshaisha. Mfunga madisha nifunge mimi tena. Hakuna cha kitambala, hakuna cha faitoto, hakuna cha idinado. Walikuwa wanazunguka na kaptula tu, leo likaba kila sehemu. Walijifanya wanajikakamua, tukamuingiza mzao kuwashusha watu. Damalo akamwambia atende sasa, wameogopa. Tukawapoteza kabisa, walikuwa wanamuonea hala ni Okelo. Walipoingia Damalo, kaatuliza maana Damalo acheki na wewe tukiletea ujinga na kushusha. Kwa waambieni Azam FC akafunga madishi. Waambieni sasa akacheza nako chezaga kama anamweza ule shoga yake yule nani ule. Lile toto la Mudi lile yule Ashura lokopo Morogoro ule. Waambieni aenda akafe maana sikio sasa itakuwa ni vita ya uza juisi watupu. Mwenaji kwa Azam FC wataenda kutangazia na juisi mbele ya safari. Lakini shughuli huko leo ilikuwa ni vita baina afanya biashara wa juisi dhidi ya mnunuzi wa juisi. Sasa juisi zote tushazilangua. Kontena lote tunalo sisi la juisi wanatamba doa sasa hivi. Yule zaka tunaona sasa hivi anazogopa hata media. Kaa mdomo. Yeye unifunge mimi mara mbili na pira lako gimbilo una wachezaji wavunja kuni unifunge mimi mara mbili. Haiwezekani kaka. Na mimi siwezi kutoka Dar es Salaam nije Zanzibar. Nirudi tena nalia kwenye bahari humo. Tuone sasa anayerudi kesho analia nani kwenye boti. Mimi narudi kinatamba tu namna. Tena kiongo wetu ile. Sisi ndo wale. Sisi ndo wale tulofungwa Mwanza. Lakini tukasema tufiki mbali na leo tumejipata. Asa wanajeshi. Asa kati ya hii na hii ipi inafanya kazi? Hii kwa ajili maana kwanza nilikuwa namuuliza babu haya mavyombo leo nigea hii inaitwa jacket waterproof moja hajafanya kazi Mwanza, akamwambia nenda nayo nani mwana na niko nenda kule Zanzibar, kwa sababu wao walitumia sana ukinyemba kule Mwanza. Kwa sasa haya yanavuka, wewe nenda nayo kule. Hii ilikuwa kwa ajili ya kuwatungua kinaidi na tunaona kalala yeboko akijaribu ule anatikisa tu, walikuwa wanazunguka yani kila unataka kushambulia nikikamata hivi ndio mkuta mtu anazunguka na kaptua goli alioni, nikaanza kuwashoot. Sasa nimempa kibajaji ataenda nacho kule, sasa sijui atavuka vipi nacho kwenye mimaji humo. Kwa tuambie utoto umeshaisha mpaka sasa hivi Yanga bingwa. Ukiniuliza hapo vipi, mwambiani sasa mtoto wa Modi. Sasa kila mmoja ashinde michezo yake. Ligi kuu inaisha tarehe ngapi? Tarehe 30 Jumanne ijayo. Sasa ikifika Ijumaa ijayo ndo tutajua nani kabeba kombe nani kabeba ujauzito. Hiyo Jumanne sasa ndio inajulikana. Yes.